Sasa ni kujuza taarifa kwenye awamu ya kwanza na kwenye awamu ya pili, mtazamaji, nitakuwa na kujuza mengi zaidi kuhusiana na mjadala wetu wa siku ya leo, tukizungumzia hamasisho ya afya ya akili. Ndio masuala ambayo yanatuathiri kama binadamu. Tutakuwa tunayazungumzia kwa kina, wataalamu watakuwa wanafika hapa ili tuweze kukuweka sawa na vile vile kuelewa ni vipi unafaa kuepukana na madhara kwa afya yako ya akili. Hivi sasa, mtazamaji, tuangazie taarifa ambazo tumekuwa tukiziandaa, na ni kwamba mamlaka ya usalama barabarani NTSA kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Kisii inaadhimisha wiki ya 8 ya usalama barabarani ya Umoja wa Mataifa leo hii katika uga wa Kisii. Hebu sasa tuungane na mwandishi wetu Kombo Alfayo ambaye amepiga kambi katika uga huo wa Gusii, atujuze zaidi. Kombo Alfayo, na kuona upo tisti kabisa, hebu tueleze maadhimisho haya yanaendelea vipi na ni kipi cha mno cha kuzingatiwa na kuzungumziwa wakati huu? Kombo. Asante sana Joash Onsare, na kupata vyema kabisa kutoka eneo hili la Gusii, uga huu wa Gusii, ambapo tunazungumza tu na baadhi ya washikadau mbalimbali kutoka halmashauri ya NTSA vile vile na kaunti ya Kisii, ambapo wamefanya hafla nzima ya kutoa uhamasisho, hasa siku ya leo ikiwa ni uhamasishaji wa siku ya 8 ile. Hasa tunazungumza na mkuu wa NTSA katika eneo hili la Gusii. Pengine tueleze siku ya leo hasa hafla nzima ilikuwa inahusu nini? Asante sana. Kwa majina ni Aden Ado, msimamizi wa mamlaka ya usalama barabarani. Tuko hapa kwa uhamasisho ya siku ambapo inasherehekea duniani ya 8th UN Road Safety Week. Tuko na ushirikiano wa karibu na serikali la ugatuzi wa County Government of Kisii, Red Cross and other partners ili kuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi. Theme ama ujumbe ya uhamasisho ya leo ni kwamba tunawaangalia sana wale watumiaji wa barabara kwa miguu, ambapo tunawaita the pedestrians, na pia wale wa kucycle ama wale wa kuendesha baiskeli, kwa sababu sehemu kubwa ya wale tunawapoteza katika ajali barabarani. Tunakumbuka kwamba ni hawa ambapo tunawaita the vulnerable road users. The theme for the year ni safe riding and safe cycling. Kwa hivyo tuko hapa ili tuweze tarehe rasmi ni tarehe 12 mpaka tarehe 18, lakini leo ni siku ya kuhakikisha kwamba tuna launch officially hii uhamasisho ili tuweze kuwafikia wananchi. Unakumbuka kabisa kwamba mwaka uliopita tumewapoteza Wakenya 4748 kupitia ajali barabarani, na hiyo ni idadi kubwa sana, na iwapo hatutakuja pamoja kama washikadau wa aina mbalimbali ili tuweze kuwafikia wananchi, tutazidi kuwapoteza Wakenya wengi. Hiyo ndio lengo kuu ya siku ya leo, na tunashukuru wale wote wameweza kutokelezea ili tuweze kuzungumza na tuweze kuwafikia wananchi kwa mwafaka. Kwa siku ambazo zimeweza kupita, tumeona kwamba baadhi ya barabara katika kaunti ya Kisii zimeweza kuhakikisha kwamba wamepanua kuhakikisha kwamba nafasi ya wananchi vile vile na pikipiki au vile vile pia baiskeli inapatikana. Je, hii ilikuwa ni mojawapo ya mikakati kwa maandalizi ya hafla hii? Vile nilivyoongea hapo awali kwamba hii shughuli inaanza leo tarehe 12 hadi tarehe 18, na tuko na utaratibu ya kuwafikia wale watumiaji wa barabara kwa miguu, haswa wale pedestrians, ili tuweze kuhakikisha kwamba kuna sehemu ya kuvuka salama. Na pia tutawahamasisha tukishirikiana na waziri in charge ya transport hapa Kisii County ili tuweze kuwafikia au because wao ndio wanaumia zaidi na wao ndio wanachangia sehemu kubwa katika hizi ajali zenye tumezungumza. Na asante. Waziri, tukiangalia kwamba katika maeneo mengi katika kaunti ya Kisii tumeona kwamba mahali ambapo wapita njia wanapita na baiskeli pameweza kuingia wafanyabiashara, wameweka biashara zao ili kuwalazimisha watu hawa kupita katika barabara. Je, wizara yako na ile ya uchukuzi au ile ya biashara mnashirikiana vipi ili kuhakikisha kwamba nafasi inapatikana, hasa tukiona kwamba ni mikakati ambayo imeanza kuwekwa na kaunti? Asante sana. Vile mmesikia majina, ni Dr. Margaret Obaga, waziri wa barabara na transport. Siku ya leo ni siku kubwa sana, na tunaona hivi kwamba wale wanaotembea kwa barabara kwa mguu, yaani pedestrians, tunasema kwamba mwaka huu ni wenu. Tunawaangalia kuona kwamba unapotembea usitembee katikati ya barabara, kwa sababu hiyo italeta madhara makubwa na hasa ajali ya barabara. Ndio sababu tumezingatia na
angalia kusema kwamba wale ambao wanatembea kwa mguu watembee kwa nafasi zao za watu wa miguu. Na sisi nafasi yetu kama county government ya Kisii kupitia kwa Mheshimiwa Paul Simba Arati ambaye ndiye gavana wetu, tunaangalia kuona kwamba kuna uwezekano wa kupanua au kutengeneza nafasi ya wale ambao wanatembea kwa mguu. Hasa tukiangalia kwa university ya Kisii University, hiyo barabara ya Mwembe tayari tunaendelea kutengeneza kupitia kwa municipality yetu ya Kisii County, kutengeneza pedestrian walking, yaani mahali wale wanaotembea kwa miguu wanatembea. Na pengine tukiweza kwa kifupi tu tueleze, pengine serikali kuu imeweka mikakati ipi ili kuhakikisha kwamba usalama wa waendeshaji na vile vile wananchi upo sawa? Asante sana. Mimi naitwa Joseph Mwangi, Senior Deputy County Commissioner Kisii Central. Tumeshirikiana na NTSA, Mr. Aden ako hapa, Dr. Margaret ako hapa, waziri wa county wa transport. Tunashirikiana ili kukuja na mikakati kabambe ya kuondoa utofu wa nidhamu katika tauni yetu. Hasa tunasema hivi, tukishirikiana na wao, zile stage ambazo ziko katika maeneo ya usalama kama vile prison, henceforth siondolewe hapo. Na waziri yako hapa, Bwana Aden ako hapa, na hiyo tumezungumza katika mikutano yetu ya usalama na tumekubaliana hakuna siku tutaweka stage katika maeneo ya usalama. Vitu vingine ni kwamba watu wenyewe wajisikie kwamba wapate nidhamu, ili akiwa na nidhamu katika barabara tutapunguza hii shida mingi tuko nayo katika utofu. Na pia tunashirikiana vizuri sana na hawa maafisa wetu wa traffic, na tumeonya watu dhidi ya kupeana hongo. Ukipeana hongo wewe sasa ndio utakuwa unashikwa na unastakiwa. Fanya yenye inatakikana, uache maneno ya kutoa hongo. Anama, asante sana Joashon Sare. Ni baadhi tu ya washikadau ambao wapo hapa. Ni safari nzima itakuwa na za ugani humu wakitembea viunga mbalimbali hasa mjini Kisii ili kuhakikisha kwamba uhamasisho mzima unatolewa kwa wale ambao kupata fursa ya kufika katika uwanja huu ili kuhakikisha kwamba usalama barabarani unazidi kudhibitishwa. Lakini kwa faida ya mtazamaji wetu, katika habari za baadaye tutakuwa tunakufahamisha ni yapi ambayo yamejiri hasa katika taarifa zetu za 7 na zile za 1 na 3. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studio. Ni Joash Onsare. Na shukrani sana Komba Alfayo ukizungumza na wadau kuhusiana na masuala ya usalama barabarani kutoka kaunti ya Kisii ili tukujuze zaidi ya familia 1401 kutoka